الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ndugu zangu katika imani, nachukua fursa hii leo kuzungumza nanyi juu ya jambo ambalo ni muhimu. Ninahisi kwamba hili litakuwa ni kifunguzi kizuri cha makutaniko yetu ambayo tunataraji inshallah katika kipindi cha muda huu mfupi ambayo nimefanya ziara kwenu, kuweza kusaidiana katika kuelimishana mambo ya dini yetu, na ikiwezekana kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuamsha imani zetu na hisia zetu katika dini yetu, ili tuweze kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokusudia yeye Mwenyezi Mungu, kama ni lengo la kuumbwa kwetu. Maudhui ambayo leo tutaifungulia madarasa au mihadharat, anwani yake ni sababu za kudhoofika Waislamu hivi leo, au pia inaweza ikawa anwani ya muhadhara wa leo, sifa na heshima waliopewa Waislamu katika Qur'an. Na lengo la kusudia kuzungumza nanyi maneno haya ni majaribio ya kutaka kurejesha hadhi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa Waislamu katika Qur'ani tukufu, kuweza kuamsha nafsi ambazo zimekufa hadi kufikia watu kuhisi Waislamu kwamba wao wameumbwa kuwa ni wanyonge, madhaifu, na kwamba makafiri siku zote wako juu yao. Imefikia vijana wetu sasa wako katika hali hiyo, wanahisi hasa kuzaliwa katika familia za Kiislamu ni kama makosa ya kimaumbile. Ndio pale ukaona mtu anatamani saa zote labda angezaliwa nchi hizi au nchi za Amerika au wapi. Na haya utayagundua kwa njia ya hisia walizonazo vijana katika mazungumzo, mavazi yao, tabia zao, kwamba wameanza kukanusha Uislamu. Kwa hakika kufuru na makafiri wametufikisha hapa, na ndiyo sababu tutasema moja tutaigundua katika mazungumzo yetu ya kudhoofika Waislamu, kwa maana ya kwamba Waislamu wanashindwa hata kujielewa kwamba wao wamepewa heshima kubwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya imani. Na kwa kufungulia muhadhara huu tutawatajieni baadhi ya aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anathibitishia katika Qur'ani juu ya heshima na hadhi ambayo ameitoa Mwenyezi Mungu kupitia kitabu chake kwa Waislamu kwa ujumla. Mfano wa aya hizo ni mfano surat Ali Imran aya 110. Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Anasema nyinyi ni umati ambao ni bora, khayra umma, mlioteuliwa kwa ajili ya watu. Ubora huu umepatikana vipi? Mwenyezi Mungu anasema kwa sababu mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Sifa moja ya sifa ya Waislamu kuwa ni umma uliokuwa bora, wanaamrisha mema na wanakataza mabaya. Vile vile katika surat Al-Munafiqun aya 8, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuona Waislamu wanadhoofika baada ya kuingia katika vita na makafiri na nini, wananyongeka, Mwenyezi Mungu anawaamsha hamasa kuwaambia kwamba msinyongeke. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza kuwaambia Waislamu kwamba izi ni yake Allah na ya mtume na waumini, pale aliposema katika suratul Munafiqun, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Al-izza inatokana al-aziz, yani mwenye nguvu. Kwa hiyo hapa tafsiri ya aya hii, hakika Mwenyezi Mungu anasema ni yeye tu ndio mwenye nguvu na mtume wake na waumini. Heshima hadhi ni ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini. Pia katika surat Ali Imran, katika kunyanyua maanawia
au nafsi za waumini. Mwenyezi Mungu anasema katika hali ambayo labda waislamu wanaweza wakafikiwa na unyonge kutokana na kupata vipigo kutoka kwa makafiri au dhulma wanazofanywa, Mwenyezi Mungu anasema wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, msinyongeke wala msihuzunike, nyinyi ndio mko juu endapo mtakuwa ni waumini wa kweli. Vile vile katika aya nyingine suratul Nur aya 55 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananyanyua hadhi ya waislamu kwa ujumla kwa njia ya ahadi pale aliposema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a. Mwenyezi Mungu anasema katika sura an-Nur aya 55 anawaahidi wale walioamini miongoni mwenu nyinyi na wakatenda matendo mema, atawajalia hakika kabisa kuwa ni makhalifa katika ardhi, yani mabwana katika ardhi, kama alivyowajalia makhalifa wale waliokuwepo kabla yenu nyinyi waumini. Vile vile wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, ataimakinisha dini yenu ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia, dini ya Kiislamu, dini ambayo ni pekee mbele ya Mwenyezi Mungu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, ndio dini pekee yake aliyoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema ataimakinisha, ataipa nguvu dini yenu. Kisha anasema wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, atawabadilishia hofu mlizokuwa nazo, mtakuwa na amani katika nyoyo zenu, mtakuwa na amani katika miji yenu, na mtakuwa mnamwabudu yeye tu. Anasema yaabudunani, watu hawa walioahidi watakuwa wananiabudu mimi tu, la yushrikuna bi shay'a, hawatonishirikisha na chochote. Yani kwa maana nyingine watakuwa ni watu wa tauhidun khalis, hawa ambao watapewa tamkini katika ardhi, watapewa nguvu, heshima na ukhalifa na ubwana. Hapa wanachuoni wanafasiri katika aya hii, katika baadhi ya tafasiri, kwamba ukhalifa huu una maana kwamba waislamu walioahidiwa wakifanya haya aliyotaka Mwenyezi Mungu, kwamba watakuwa ni waumini wa kweli na watatenda matendo mema, watakuwa mabwana katika ardhi hii katika nyanja zote za kimaisha. Watakuwa mabwana katika mambo ya uchumi, watakuwa ni mabwana katika siasa, watakuwa ni mabwana katika majali ya kivita na kijeshi, watakuwa ni mabwana katika jamii, yani wao jamii zao zitakuwa bora, maisha yao yatakuwa ni bora, watakuwa makhalifa wanaitawala ardhi hii kwa ujumla katika kila nyanja za maisha. Vile vile katika aya nyingine ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha heshima na hadhi ya dini yenyewe ambayo ni Uislamu, katika sura As-Saff aya 8 Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Anasema hakika yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye amemtuma mjumbe wake na dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu. Kisha akasema ili lengo la kumtuma mjumbe wake ipate kushinda dini zote. Amemtuma mjumbe wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili aweze kuzishinda dini zote. Tukisema dini zote, kila dini iliyoundwa na walimwengu, kwa sababu hakuna dini ya Mwenyezi Mungu illa ni Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Na nyingine Mwenyezi Mungu asema faman yabtaghi ghayra al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Atakayefuata dini yoyote isiyokuwa ya Kiislamu basi hatokubaliwa milele, na huko akhira atakuwa katika watu wa hasara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatoa ahadi kwamba yeye ndiye aliyemtuma mjumbe wake na dini ya haki, dini ya Uislamu, ili ipate kushinda dini zote, hata kama makafiri watachukia, lakini hilo litatimia. Vile vile katika kubainisha ushindi wa Waislamu, nako ni katika yale tuliyozungumza mwanzo, kunyanyua maanawia nafsi za Waislamu kwamba wao ni washindi, wasibabaike na unyonge waliokuwa nao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu
fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika kabisa sisi la nansuru, hii lamu anasema lamu taukidi watu wa lugha ya Kiarabu, hakika kabisa tutawapa ushindi mitume wetu, wajumbe wetu tuliowatuma, walladhina amanu, na wale walioamini, fil hayati dunya, ili kuondoa mawazo kwamba ushindi wa Uislamu ungojea akhira tu. Kwanza tutawapa ushindi hapa katika maisha yao ya duniani, na siku ya kusimama mashahidi akhira watapata ushindi kwa wao kuruzukiwa pepo, wataingia peponi. Lakini ushindi wa kwanza Mwenyezi Mungu asema hakika kabisa tutawapa ushindi katika maisha yao ya dunia kwanza, halafu huko akhira tutawapa. Kwa hiyo mjumuiko wa aya hizi kwa ujumla na nyinginezo ambazo hatuzitaja hapa katika kuleta mukhtasari wa mazungumzo, ni kwamba kwa ujumla tunaona aya hizi zimenyanyua nafsi zetu Waislamu kwamba kumbe sisi mbele ya makafiri tuko juu. Na ndio sira ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha yake, mazungumzo yake yote akiwajenga Waislamu na imani na itikadi hiyo, kwamba nyinyi siku zote mko juu na dini yenu iko juu. Katika kauli ya Mtume anasema al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi, Uislamu siku zote unakuwa juu, hauwezi kuwa chini hata siku moja. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kubainishia izi ya Waislamu mara nyingine anawaambia Waislamu wa masahaba wakati ule, kuwapa sifa kwamba wao ni a'izza ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'un bainahum, kwamba wao wanakuwa ni mashadidi mbele ya makafiri, wako juu ya makafiri, lakini mbele ya waumini wanahurumiana na kurehemiana. Kwa aya hizi ndugu zangu katika imani, kwa mtu mwenye kusoma Qur'ani anakuwa mbele ya kafiri hadhaliliki, hata kama ni mnyonge wa kimali au kapatwa na msiba ya kutawaliwa. Unaona, kutawaliwa kwa maana ardhi yake imechukuliwa na makafiri, mali zake zimeporwa na makafiri, kama hali tuliokuwa nayo Waislamu hivi leo. Maana ulimwengu mzima hivi sasa Waislamu wanalia wametawaliwa, ima utajiri wao, unaona, au kisiasa, ardhi zao zimechukuliwa na tawaliwa na makafiri. Maana ninazungumza hivi, sisi tunatoka mfano nchi ambazo kuna Waislamu wengi. Mfano nchi niliyotoka mimi, Tanzania, nisba ya Waislamu ni zaidi ya 50%, lakini nchi nzima imetawaliwa na makafiri katika kila nyanja. Ukija kwenye masala ya kisiasa, ni wenyewe mnafahamu hali ya Waislamu ilivyo, wako vipi. Ukija kwenye masala ya kiuchumi, nyanja zote za kiuchumi sasa zimekamatwa na makafiri. Tanzania leo mashirika makubwa yote ya kuendesha biashara ni ya makaburu mengi kutoka Afrika Kusini. Leo Tanzania kunatengenezwa viwanda vya pombe kama vile viwanda vya kutengenezea chakula au nini, jinsi vilivyokuwa vingi. Kila barabara ukipita ukuta kuna matangazo ya ulevi. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu wanyonge hawawezi kufanya biashara. Kwa hiyo istifmarati, investment zinazoletwa katika nchi zetu ni za maadui wa dini ya Mwenyezi Mungu, na wametumia fursa hii katika kuwakandamiza Waislamu kwa kuwaletea vilevya na mambo mengine. Hii ni hali ndugu zangu katika imani, si hali ambayo yataka mtu ende chuoni, madrasa au skuli kuweza kujua unyonge wetu Waislamu. Kila aliyetoka popote alipo, hiyo ni sisi kutoka East Africa, anajua udhaifu wa Waislamu. Nukta ya pili ya muhadhara huu ndugu zangu katika imani ni kwamba kwa nini huu unyonge? Kwa nini Waislamu tumetawaliwa kielimu? Mfano yale niliyozungumza jana kwamba leo tumeanzisha dispensary, tangu ikamilike majengo na mwezi wa pili natafuta daktari Muislamu ambaye ataruhusiwa kupitia shahada yake tufungue hospitali. Tutafuta. Kwa nini? Kwa sababu tumetawaliwa kielimu. Walio wengi katika Waislamu hawasomi, hawakusoma, wako wanyonge, hawana elimu za juu sana. Mtu kasoma mwenye shahada ya PhD labda utakuta watu nadra wachache, na ukimpata huyo mchache ameuvua Uislamu zaidi ya jina tu ndio alilobaki nalo. Maisha yake yote anaishi kama kafiri.
bali amefikia hatua muislamu namna hiyo ili ahisi kwamba aishi sawa sawa katika maisha ya kiraha na starehe, inabidi afiche imani yake ili asije akakosa cheo au akakosa mshahara mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ukidhihirisha Uislamu hivi sasa hali ilivyo, utakandamizwa. Ndio utakuta kule kwetu mtu ataitwa Abdallah au Muhammad au Ali, lile Abdallah halitaji, atatafuta jina lile la mwisho la kabila. Nani? Simba. Simba huwezi jua Mkristo au Muislamu. Mwakisungusa. Mwakisungusa utamjua ni dini gani? Au B Mapalala. Hii B Mbakari lakini ficha. Sasa Mapalala unajua ni dini gani? Ni nini wanafanya kusudi? Kwa sababu gani? Kudhihirisha ule Uislamu inakuwa ni kero na balaa kwake yeye. Ndiyo hali ambayo imetufikisha makafiri leo hivi. Lakini ninakariri swali, kuwaje Waislamu mpaka tuwe wanyonge namna hii, wakati Qur'ani imetupa hadhi zote zinaonyesha kwamba sisi ni watukufu na ni wenye hadhi? Hili ndio swali muhimu ambalo tutaondoka nalo na muhadhara huu, kuweza kupata jawabu. Baada ya kupata jawabu, kutafuta sasa sababu za kurejesha hadhi ya Waislamu waliokuwa nayo, waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza kabisa, kabla ya kutoa jawabu, ni kujaribu kuidadisi tarehe, historia, kwamba je, hivi ahadi hizi ambazo zimetolewa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani hazijatekelezeka? Kwa watu ambao hawakusoma tarehe ya Uislamu, ambao ndio walio wengi sasa, watu ambao hawajui historia ya Uislamu, watu ambao hawakulelewa katika kufunzwa mambo ya Uislamu, kama ilivyo tulio wengi tumesoma katika madarisi au maskuli ambayo yamewekewa curriculum na makafiri. Kijana mpaka anamaliza chuo kikuu hajui chochote kwamba Waislamu walifikia wakati wakaitawala hii Ulaya karibu karne 9. Hawajui chochote. Wengine niliwahi kuzungumza muhadhara huu wameshangaa, na wako katika stage za kuingia vyuo vikuu, wanafunzi wa A-level, kwamba hawajui kwamba Waislamu walitawala Spain, ambayo ndio ilikuwa makao makuu ya khilafa wakati huo, karibu karne 9. Yaani hawa makafiri au wazungu waliokuweko Ulaya mpaka Uingereza walikuwa chini ya bendera ya la ilaha illa Allah. Kwa maana gani? Ilikuwa hawana wanalofanya ila kutegemea Spain. Vijana wao kuwapeleka kwenda kusoma Spain katika mji wa Cordoba, kufundishwa mambo ya uhandisi, mambo ya tiba na mambo mengine ya kidunia, wakifundishwa na lugha za Kiarabu, wakipokewa na Waislamu kwa sababu ni dini ya tolerance, imekubali kuwapokea watu, kuwapa kheri. Kwa hiyo walikuwa wakipokewa na makhalifa, wengine wakipewa scholarship huo upande wa elimu. Wengine walikuwa wafalme wao Uingereza kihistoria ilikuwa ikichapisha pesa zake Spain, ambao wakati ule ikiitwa Andalus. Coins hizi za Uingereza zinaletwa, zinatajwa jina la mfalme, lakini pembeni kunaandikwa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, kuonyesha kwamba financial system ilikuwa wakati ule iko chini ya la ilaha illa Allah, ilikuwa chini ya Waislamu. Yaani wao ndio walikuwa wakikontroli hali halisi. Hata mwanachuoni mmoja Muhammad Qutb anaelezea katika vitabu vya tarehe, anasema ilifikia wakati mapadre, viongozi wa kanisa, wakienda kwenye maduka kuwanunulia wake zao vitu vya thamani kama vile dhahabu nini kwa ajili ya mapambo, basi analazimika mtu kununua pete au mkufu ambao ndani yake una kitu kimeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa maana atmosphere yote ilikuwa ni Uislamu, hali ambayo leo imegeuka kuwa ni kinyume chake. Kwamba leo Waislamu katika nchi yetu, unakwenda dukani unanunua begi la mwanao la shule limeandikwa oh Jesus save me, au limewekwa msalaba. Unaona kitu unakinunua, unalazimika hiyo pesa yenyewe. Bahati mbaya sikuja nayo hapa pesa ya Tanzania, shilingi 5,000, ina kofia ya pope, ina msalaba. Ni mambo yamekuwa kinyume. Yaani sasa financial system yote ulimwengu iko chini ya makafiri. Leo Waislamu wanataka hawataki, mambo yao ya kibiashara na uchumi yote yameendeshwa na makafiri. Bidhaa tunazovuna sisi, mafuta, petroli,
sijui chai, kahawa, bei zake zote zinatumba na wazungu, ima wa Amerika au watu wa Ulaya. Siku wakiamua kuangusha soko la chai, mwataka hamtaki litaanguka. Hii kuonyesha sasa namna gani makafiri walifikia hivi. Lakini je, hali hii hatukuwa nayo Waislamu? Jawabu kwa mtu aliyesoma tarehe, anagundua kwamba Waislamu walifikia kilele hicho. Kwa upande wa sinaa, unaona waliweza kufaulu Waislamu walipokuwa huku kutengeneza ala mbalimbali, zikiwemo ala za vita. Kwa wakati huo Waislamu walikuwa wanahesabika wako juu. Hata baadhi ya nchi, baadhi ya watawala maskini walipofanya urafiki, ndio ikawa moja ya sababu ya kuanguka Waislamu, kufanya urafiki na makafiri. Wakaanza kuwauzia silaha zao na kuwafungulia milango bila kuangalia alwala walbaraa, ni nani anatakiwa rafiki yetu wa kweli, nani anatakiwa adui. Wakaanza kuwafungulia milango ya kila kheri tuliokuwa nayo. Matokeo yake vijana hawa walikuja kusoma, wakazichukua zile elimu, wakazifanyia tarjama katika lugha zao. Historia inaonyesha hivyo. Wakaanza kufundisha katika madarisi yao, maskuli yao na vyuo vyao. Wakaanza na wao kuinuka, kipindi ambacho ilikuwa wazungu siku hizo hawajui hata namna ya kuvaa. Ilikuwa ni kiza, kama vile tunavyoita sisi wakati ule wa koloni wakiita Afrika dark continent, wakati huo nayo Europe ilikuwa inahesabiwa ni dark continent. Nuru ya Uislamu na Waislamu walipokuja ikaanza kuangaza kheri ya maendeleo ya kibinadamu. Kuna matukio mingi katika tarehe ambayo yanaonyesha hizi ya Uislamu na Waislamu. Kwa mfano, katika jumla ya mambo ya kheri yaliyofanywa kule Baghdadi wakati wa zama za Khalifa Harun Rashid, alimletea mfalme wa Kijerumani huku Ulaya zawadi ya saa ya kwanza, pendulum ya ukutani. Tayari imetengenezwa na Waislamu mwaka 192 Hijiria, yani mwaka 192 baada ya kufa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban. Tayari Waislamu walikuwa shaweza kufanya sinaa ya saa hizo. Kwa hiyo mfalme akachukua zawadi katika mlango wa kuwatakia, kuwaita katika dini ya Mwenyezi Mungu, kuwapelekea zawadi. Ni Mtume alifanya mambo haya. Vile vile tunaona namna gani walipoibuka wanachuoni wakubwa katika zama za utawala wa Andalus, mfano mabingwa wa elimu za mahesabu kama vile logarithm. Ni mwanachuoni mashuhuri Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ambaye logarithm limetokana na neno al-Khawarizmi, jambo ambalo sisi tumesoma madarisi katika maskuli logarithm, lakini hatujui asili yake, wala hakuna mwalimu mmoja alitanabahisha kwamba logarithm hizi hesabu ni zenu Waislamu nyinyi, mbona mnakuwa mmezubaa hivi? Angalau kutuhamasisha tuone mababu zetu waumini walifanya haya majambo, kugundua theories mbalimbali za mahesabu na vitu vingine. Vile vile katika jumla ya maendeleo yaliyofanywa ni chuo cha utafiti wa anga, astronomy, ambacho kilianzishwa Baghdadi mwaka 754 hadi 775 Hijiria. Chuo mashuhuri kilianzishwa cha ilmu al-falak. Tukisema ilmu al-falak jamani, sio ilmu ya ramli kule kwetu tukisema falaki yani ramli. Ilmu al-falak yani ni astronomy, elimu ya anga, ambayo leo wa Amerika wanatamba, wanasema wao ndio waliotawala ulimwengu na anga. Lakini kumbe asili ni mambo ambayo yanatokana na ndugu zetu katika imani waliojua maana ya Qur'ani na kuzifasiri aya za Qur'ani kwamba zimewataka wao waijenge ardhi hii, kama Mwenyezi Mungu alivyobainisha katika aya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Yeye ndio aliwaombeni kutokana na ardhi, amewaanzisheni kutokana na ardhi, basi amewatakeni muijenge. Walifasiri kuijenga ardhi maana yake ni kuifanyia maendeleo ya dunia vile vile. Mfano mwingine, mwanachuoni mfano Abu Bakari Razi, yeye ndiye mwanachuoni wa mwanzo na wanaadmiti wazungu katika elimu ya chemistry kwamba yeye ndio alianza uvumbuzi wa kuchanganya madawa hadi kufikia kuanzisha acid ambayo mashuhuri inaitwa sulfuric acid. Ni juhudi za huyu Abu Bakari Razi, ambaye pia tulikuwa tukimsoma kwa sababu jina limebadilishwa na tunalipronounce kizungu. Ilikuwa tukisikia jina lake ni Reyes.
hii Ar-Razi wazungu wameligeuza, hawawezi kutamka Al-Razi. Kwa hiyo kifupi tu Razi. Haya, niambie ndugu yangu, sikia Razi, utajua jizungu la wapi? Si utajua ni kafiri mmoja lilikuwa laishi huku, ndo limeanzisha sulfuric acid. Hivyo mfano katika utaalamu wa mambo ya medicine, mwanachuoni mashuhuri Ibn Sina ambaye kitabu chake Al-Qanun fi at-Tibb kilikuwa ndio kitabu kiada cha mitaala cha curriculum za madaris ya Andalus karibu karne 4. Al-Qanun fi at-Tibb huyo aliandika theories mbalimbali za matibabu na medicine pamoja na upasuaji na mambo mengine. Kilikuwa kikitumika Gordoba kama ni kitabu kiada kinachoongoza wanafunzi katika masuala ya masomo ya madawa pamoja na matibabu kwa ujumla. Lakini hebu nisikilizie jinsi anavyotamkishwa huyu bwana jina lake, halafu uhisi namna gani utaweza kugundua kama hujui historia ya Uislamu. Huyu ni mtu mashuhuri, anajulikana kwa jina, kwa lugha zao huku wazungu wanamuita ni Avicenna. Ukiambiwa Avicenna utajua nani. Unajua ni kafiri moja lilikuwa linaishi Ulaya hapa. Na hasa vile tulivyolelewa kwamba sisi mambo haya twayaona, maendeleo yote yametoka Ulaya, kwa hiyo twajua huyu ni mkafiri mwenzao huyu Avicenna. Lakini kumbe nani? Ibn Sina. Leo alhamdulillah baadhi ya vijana tunawakuta kule Afrika Mashariki wanaanzisha maduka ya madawa kwa sababu ya kuanza kuijua historia. Utakuta mtu kaandika duka au hospitali jina au dispensary Ibn Sina dispensary. Ni dalili ya nini? Kukumbuka izi ya Uislamu na Waislamu. Kumbe haya mambo ni yetu, na hili ndugu zangu ni jambo muhimu, kufufuliwa syllabus ambazo zitaweza kuwafundisha vijana wetu tarehe sahihi ya Uislamu. Itawafanya hawa vijana wetu kwa leo kuweza kujua na kukumbuka, na kuwafanya hii iwe ni motivation kwa wao kufanya makubwa, kuweza kulingana na mababu zao. Ili nini? Katika kurejesha hadhi ya Uislamu na Waislamu, kuwakumbusha watu majidi, heshima waliokuwa nayo kabla. Wakiunganisha na aya za Qur'ani tulizosoma, wanaona ni kitu cha hakika kimepita katika historia, na wenyewe wanasema history repeats itself. Historia inajirudia kama ilivyofanyika kwa wazazi wetu na babu zetu siku za nyuma. Kwa nini leo lisifanyike tena? Na hili kwa taarifa yenu ndugu zangu Waislamu, makafiri wanalijua. Ndio maana wanajaribu kuficha ukweli, kujaribu kuficha haki, kuificha historia, kuifanyia distortion historia. Ili nini? Angalau msije mkakumbuka kwamba nyinyi mliwahi kuwatawala makafiri. Iwe ni nyinyi mmebaki nyinyi ni watu wa kutawaliwa, ni watu wanyonge, muwe madhalili na watwana mbele yao wao makafiri. Ndio lengo lao kubwa hilo. Ndio unaona kule katika historia, katika vitabu vyetu vya history, vitabu vya kwa ujumla mambo ya geography na nini, kijana ni nadra kusoma geography ya Waislamu, nadra sana. Hasa kumeingia hizi nani system za uzalendo na nationalism. Mtu anafundishwa mambo ya kwao tu, mambo ya Afrika, mambo ya nchi yake, lakini ni nadra kusikia watu wamezungumzia geography ya Saudi Arabia au geography ya nchi za Middle East kwa ujumla, au history ya Middle East, ikiwemo mambo ya dini kwa ujumla yalivyoibuka na historia. Ni kitu nadra kukipata, yani inapata mtu juhudi yake mwenyewe kuweza kuhangaika na kwenda kutafuta hadi kusoma na kuelewa. Lakini ukweli tumesoma mpaka secondary school hatukuyakuta haya. Baada ya juhudi ya kutoka na kuhangaika kusoma huku na huku, kumbe tulikuwa hivi. Na kweli imekuwa ni sababu ya mtu kujenga izi katika nafsi, kwamba huyu kafiri akipita hapa kifua mbele, kwamba